Idadi ya watoto waliofanyiwa vitendo vya kikatili wa ngono imeongezeka kutoka watoto 12 Julai 2025 hadi kufikia watoto 21 Disemba. Nilisema hili jambo kabla sijafikia wakati huu. Nadhani mnaona hali sio nzuri, na hawa ni wale ambao taarifa zimetufikia. Tunaamini wapo ambao wanafanyiwa matukio na vitendo kama hivi, lakini wanaogopa kutoa taarifa. Sasa tunayo kazi ya kufanya. Ndugu Mwenyekiti, niombe sana viongozi watusaidie katika hili, na kwa kipekee kabisa, ndugu Mwenyekiti, naomba niombe mwenyekiti wetu wa wazazi. Miongoni mwa majukumu ambayo Chama cha Mapinduzi kimekabidhi jumuiya ya wazazi ni kushughulika na masuala ya maadili. Kwa mimi niombe kwamba jumuiya ya wazazi wakichukua hii kama ajenda mahususi ndani ya wilaya yetu, kwamba kila wanapofanya ziara kuanzia wilaya, kata na matawi, wao wanaenda kuongea kuhusu swala zima la maadili, kutoa elimu kwa watu wetu, kukutana hata na kamati za shule kuongelea kuhusu swala zima la kuwawezesha watoto wetu kuwa na maadili mazuri, kuelewesha jamii kuondokana na utaratibu huu wa tabia hizi chafu, hali kadhalika na matumizi ya madawa ya kulevya. Mimi naamini kwamba tunaweza tukafanya vizuri. Wakiamua tu wao waamue kushika ajenda hii, kwamba jumuiya ya wazazi tunaamua ndani ya wilaya yetu tunashika ajenda hii. Kila wakiamka wakipanga ziara zao, mada kubwa ni hii. Kila wakijadili kwenye vikao vyao, mada kubwa ni hii. Kila wakiita mgeni yote anakuja kuongelea haya. Mimi naamini hata hiki tunachokisema kwamba taarifa hazifiki kwenye mamlaka, inaweza hali ikabadilika. Orodha ya maeneo ambayo yanaendelea na matukio haya katika kipindi hicho imeainishwa. Lakini ndugu Mwenyekiti, naomba niruhusu angalau nitaje tu kwa kata zinazohusika, ili angalau viongozi wajue kata zenye matatizo haya kwa ujumla wake: kata ya Kwale, kata ya Maramba, kata ya Moa, kata ya Gombero na kata ya Mwakijembe. Matukio haya 21 yametokea kwenye kata hizi. Kwale ni Mongavyero, matukio 2. Maramba A, matukio 3. Moa Zigibali, Moa tena Vuo na Gombero Mwakijembe Mbuta. Ndugu Mwenyekiti, miongoni mwa hizi takwimu, aliyefanyiwa kitendo hiki katika kipindi hiki ni mtoto wa miaka 2. Mtoto wa miaka 2. Sasa hebu tutafakari. Mwenyekiti, huwa nakaa najiuliza sana, na hasa tuache wakina mama wale, ili swali tujiulize sisi wakina baba: unakwenda kupata radha gani kwa mtoto wa miaka 2? Kwamba ni mpaka unatoa laana, unaonesha nyeti yako, anaiona mtoto wa miaka 2, alafu unamwingilia. Unakwenda kutafuta jambo gani? Fikiria kama wewe ni mzazi, mwanao ndio wa miaka 2 hiyo anafanyiwa kitendo hicho, unajisikiaje? Tunao wajibu kama chama chenye serikali, lakini chama chenye fursa ya kukutana na wananchi, na tukasema kwa mamlaka ya chama tawala tukapita na kukemea tabia hii. Ndugu Mwenyekiti, nimechukua muda kidogo kueleza hili kwa sababu ndani ya wilaya yetu hili ni janga kubwa. Mwenzenu napata taarifa nyingi zaidi, uhalisia na ufahamu kwa kiwango kikubwa. Naomba tusaidiane.